Bana, kwa hivi sasa macho na masikio ya watu wote ulimwenguni kote yamedondoshwa pale Mashariki ya Kati, na ukimya wa muda mfupi umetawala katika eneo lile. Sauti za ndege zinasikika. Hii inaashiria kwamba tahadhari kwa Irani, lakini pia na mataifa mengine washirika wa pande zote mbili juu ya fukuto la vita ambalo kwa sasa limekoma kwa muda wa wiki mbili mara baada ya rais wa Marekani kutangaza hilo, akidai ya kwamba masharti ya Irani na masharti ya Marekani yamewekwa pamoja kwa ajili ya mazungumzo ya kina ya kusitisha vita kwa wiki hizo mbili, kwa kile ambacho ameeleza kwa niaba ya Pakistani na uongozi wake kupitia waziri wake mkuu Bwana Sharif. Sasa kufuatia hayo yote ambayo yametokea siku hii leo, uongozi wa serikali ya Irani umetoa tamko la tahadhari kwa taifa la Irani na raia wake wote wa Irani, wakisema kwamba taifa hilo halijawahi hata siku moja na wala halichokuja kuja kuiamini serikali ya Marekani kupitia rais wake Donald Trump. Na hapa nitakupitisha katika moja ya taarifa hii iliyotolewa na shirika la habari la serikali la Irani. Ujumbe huo uliotolewa na serikali ya Irani unaeleza kwamba hakuna kiongozi yeyote ama afisa yeyote mwandamizi wa serikali aliyoko ndani ya ardhi ya Irani ambaye anaweza au anapaswa kuiamini kwa namna yoyote ile serikali ya Amerika ama rais wake Donald Trump. Hakuna yeyote yule atakayeweza kufanya hivyo, hata kama kufuatia tangazo la hivi punde la kile ambacho Amerika imeita kusitisha mapigano ya muda mfupi. Sisi kama serikali ya Irani tunasema ya kwamba majeshi yetu yote ya ulinzi na usalama ya Irani, ikiwemo jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC, mikono yao iko katika ala ya silaha, wako tayari muda wowote kwa ajili ya vita na kwa ajili ya mapambano. Na katika hili tunasema ya kwamba jeshi la Irani halitorudi nyuma wala halitopoa kamwe, liko tayari muda wowote kwa hali ya tahadhari, kwani Wamarekani hawatabiliki wakati wowote. Hii ni kauli ya tahadhari ambayo imetolewa na serikali ya Irani kupitia uongozi wake, ambapo taarifa hiyo imetolewa kupitia taarifa kwa umma katika shirika la habari la serikali la Irani, ambapo serikali ya Irani imewataka raia wote wa Irani na majeshi ya Irani kuwa tayari wakati wowote kwa ajili ya vita, kwani hawaamini kamwe serikali ya Marekani na uongozi wake wote chini ya rais Donald Trump, wakisema kwamba lolote linaweza kutokea muda na saa yoyote kufuatia tamko la kusitishwa kwa vita kwa muda wa wiki mbili kama ambavyo imetangazwa na rais wa Marekani Donald Trump. Wakati hayo yote yakiendelea, rais wa Iran Masoud Pezeshkian yeye ametoa onyo kwa serikali ya Marekani, akisema kwamba hakuna mazungumzo katika wiki hizo mbili pasi na kuzingatia masharti yaliyotolewa na serikali ya Irani juu ya makubaliano hayo ya kusitisha vita, akisema ni sharti kanuni zilizopangwa na Irani ziweze kukubaliwa na ziweze kufuatwa, ambapo rais Masoud Pezeshkian ametoa kauli hiyo kupitia ukurasa wake rasmi wa mtandao wa kijamii wa X, zamani Twitter, akisema kwamba, na hapa ni namnukuu, kusitisha kwa mapigano pamoja na kukubalika kwa kanuni za jumla za Irani ni matokeo ya damu ya kiongozi wetu aliyeuawa kishahidi marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei na uwepo wetu wote. Kuanzia leo Irani itabaki pamoja katika diplomasia, katika juhudi zote za Wairani na katika mshikamano na ulinzi wa taifa la Iran. Kauli ya rais wa Iran Masoud Pezeshkian na tangazo la kukoma kwa vita kwa muda wa wiki mbili zinakuja zikifuatwa na tamko kutokea tume ya udhibiti wa nishati ya atomiki ulimwenguni IAEA, ikisema iko tayari kuunga mkono juhudi za amani kati ya Marekani na Irani baada ya kufikiwa kwa kukoma kwa vita muda wa wiki mbili baina ya pande hizo mbili
zinazohasimiana. Katika taarifa ya shirika hilo la Umoja Mataifa linalosimamia nishati ya atomiki ulimwenguni limesema kwamba liko tayari kuunga mkono juhudi za kufikia makubaliano ya kudumu kati ya Marekani na Irani baada ya kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2, ikisema kwamba dhamira ya tume hiyo ni kuhakikisha pande hizo mbili hasimu zinafikia makubaliano ya kusitisha vita ya kudumu na si ya muda mfupi. Mwenyekiti wa usimamizi wa tume hiyo, Rafael Gross, amesema shirika la kimataifa la nishati ya atomiki litaunga mkono diplomasia ikiwemo mpango wa nyuklia wa Irani kupitia jukumu lake la uthibitishaji. Kufuatia matamko hayo yote, pia jumuiya mbalimbali za kimataifa zimeunga mkono kile ambacho kimetangazwa baina ya pande mbili za uhasama, ikiwemo tume ya Umoja wa Ulaya EU ikisema kwamba inaunga mkono moja kwa moja mazungumzo ya kina katika mzozo huo wa pande mbili, Marekani na Irani. Rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen akielezea uungwaji mkono huo siku ya leo amesema kwamba mazungumzo lazima yaendelee baada ya Marekani na Irani kukubaliana kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 katika kutafuta suluhu ya kudumu. Akiliongelea hilo, Ursula von der Leyen amesema kwamba vita hivyo vyenye uhasama mkubwa vimeleta athari mbaya, ikiwemo kupungua kwa uchumi kulikopelekewa baada ya wiki kadhaa za mvutano mkali baina ya pande hizo mbili za mvutano, Marekani na Iran. Akisisitiza juu ya kusimikwa kwa makubaliano thabiti, Leyen amesema mazungumzo ni lazima yaendelee ili kugeuza makubaliano ya muda ya amani kuwa matokeo ya kudumu baina ya pande hizo mbili za uhasama ili kudumisha amani kwa raia wa Irani na ukanda mzima wa Mashariki ya Kati. Wakati hayo ya kijiri, Israeli, mshirika wa karibu wa Marekani, imethibitisha makubaliano baina ya pande mbili, Marekani na Irani, ikisema kwamba makubaliano hayo yamefanyika baada ya mashambulizi kadhaa ya usiku kucha kwenye maeneo ya makombora. Taarifa hiyo iliyotolewa na jeshi la Israeli IDF imeelezea kwamba kukoma kwa mapigano kunaendelea na Irani baada ya kutekeleza wimbi la mashambulizi ya usiku kucha kwenye maeneo ya kurusha makombora na miundombinu muhimu. Jeshi la ulinzi la Israeli limeongeza kwamba ndege za kivita zilishambulia vifyatuaji kadhaa na kuvuruga mpango mkubwa wa makombora ya balistiki kuelekea Israeli kutokea Irani. IDF imesema pia miundombinu muhimu ya uzalishaji ililengwa katika maeneo kadhaa huko Israeli, ikisema jeshi la Israeli liko macho na liko tayari kujibu ukiukaji wowote wa makubaliano hayo ya kusitisha vita kwa muda wa wiki 2 baina ya Marekani na Irani. IDF imeenda mbali zaidi, imeelezea uhasama wake baina ya nchi hiyo ya Israeli na makundi pinzani ikiwemo Hezbollah na Hamas, ambapo imesema operation yake dhidi ya Hezbollah zinaendelea vikali nchini Lebanon. Hata hivyo, katika taarifa mfatano kufuatia kauli za kusitisha mapigano baina ya pande hizo mbili za uhasama, milipuko kadhaa imeelezewa kuripotiwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo kiwanda cha kusafisha mafuta cha Lavan nchini Irani baada ya tamko la kusitishwa kwa vita kwa muda wa wiki 2. Kwa mujibu wa taarifa rasmi kutokea Irani, inaeleza kwamba kiwanda hiko kinapatikana katika kisiwa cha Lavan huko nchini Irani, ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la habari la Mehr News kutokea nchini Irani. Kando na shambulio hilo, pia Mehr News imeripoti ya kwamba milipuko mingine imeripotiwa katika kisiwa cha Siri cha Iran baada ya kauli hiyo ya kukoma kwa vita kwa muda wa wiki 2. Taarifa hiyo pia ambayo imetolewa na Mehr News imenukuliwa na shirika la habari la serikali la Iran. Hata hivyo, vikosi vya jeshi la Irani IRGC vimeonya kwamba ukiukwaji wowote wa makubaliano ya kusitisha kwa vita kwa muda wa wiki 2 utapelekea kile ambacho IRGC imesema kama jibu la haraka na la kusikitisha. Katika hatua ya kufikiwa kwa mazungumzo ya kina baina ya pande mbili, Irani na Marekani, waziri mkuu wa Pakistani Shehbaz Sharif amesema kwamba Irani inatarajiwa kuthibitisha
ushiriki wake katika mazungumzo ya Marekani mjini Islamabad, akithibitisha kwamba Irani itashiriki kikamilifu katika mazungumzo na Marekani mjini humo kufuatia tangazo la kukoma kwa vita kwa muda wa wiki 2 baina ya Marekani na Irani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.